Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo na Watanzania. Ushindi huo ni uthibitisho wa imani kubwa Watanzania walionayo kwake pamoja na serikali yake. Mheshimiwa Spika, katika miaka mitano Daktari Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais anayetaka matokeo ya haraka yanayotatua matatizo ya Watanzania. Amefanya hivyo wakati alipoapishwa kulikuwa na tatizo kubwa la umeme. Aliweka jitihada kubwa za kukamilisha mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere na kuachilia umeme ule ambao umemaliza kabisa tatizo la kukatika kwa umeme na kuipa nchi ziada ya umeme. Alipoingia madarakani kulikuwa na tatizo la vifo vya kina mama wajawazito pamoja na watoto kutokana na upungufu wa hospitali na vituo vya afya. Katika kipindi kifupi amejenga zaidi ya hospitali 119 za wilaya, zaidi ya vituo vya afya 649 katika kata mbalimbali na zaidi ya zahanati 2800 kwa nchi nzima. Katika kipindi kifupi kulikuwa na shida ya shule pamoja na madarasa, na tulikuwa tukiona baadhi ya wanafunzi wakisomea chini ya miti. Katika kipindi kifupi amejenga shule mpya zaidi ya 2700 za msingi na amejenga zaidi ya shule 1300 za sekondari na madarasa zaidi ya 1097. Hivyo hivyo katika sekta zingine ikiwemo kununua CT scan hospitali zote za mikoa, MRI kwenye hospitali zote za kanda, pamoja na kununua mitambo ya kuchimbia maji kwenye kila mkoa na kila ukanda. Nitumie fursa hii pia kumpongeza Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na Watanzania kuwa makamu wa rais. Tuna imani na utendaji wake na tunaamini kwamba atamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bunge la 13. Natambua nia yako thabiti ya kulifanya Bunge la 13 kuwa bunge la Watanzania. Niahidi kwa niaba ya serikali tutatoa ushirikiano wa dhati kuweza kuhakikisha kwamba unatimiza malengo yako hayo ya kulifanya Bunge la 13 kuwa bunge la Watanzania. Natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu. Kazi kubwa kwa nafasi niliyopewa, lakini kazi kubwa ya serikali, lakini kazi kubwa kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025-2050 na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa Spika, unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana, mwanzishaji wa mbio hizo kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya 6 kwa awamu ya pili ndio inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2025-2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania. Dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambao ndio hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo, huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali. Na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa mkijiaziliza yale ambayo yapo kwenye ilani ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu.
Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Tanzania, na hasa kwa kuzingatia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais wa matokeo ya haraka, rais anayetatua matatizo ya Tanzania.